Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ndugu zangu wasikilizaji na watazamaji watukufu katika chaneli hii ya Turiyu TV. Insha Allah leo tena upo na ndugu yako Ustadh Kundian At-Turiyu. Walillahi alhamdu, leo tunakuletea tafsiri za ndoto njema kabisa na ndoto nzuri. Tunasema kwamba 10 ahlami ta'ni annaka min al-mukhtarina as-su'adai, basi fahfadh sirrak. Ukiota ndoto hizi, tambua kwamba wewe ni miongoni mwa waliochaguliwa. Tambua kwamba wewe ni miongoni mwa walioteuliwa, wenye bahati, na hali hiyo inakubidi uwe na siri, uihifadhi ndoto yako, usipende kuzihadithia kwa kila mtu, kwa sababu ukizihadithia ndoto zako wanaweza wakakufanyia vijicho, wakakufanyia hasadi, kwa sababu ukiwa umeota ndoto hizi au ukiwa una tabia ya kuota ndoto za namna hii, basi hakika we ni mtu mkubwa sana, na unaweza dua zako zikawa makubuli sana, ukawa ukifanya dua zinajibiwa haraka sana, kwa sababu Allah amekuchagua na amekuteua kuwa ni moja kati ya watu wake wakubwa, yani watu wake, mawali wake. Hata kama wewe utakuwa haufanyi ibada sana, sio msomaji sana wa Qur'ani, sio mwana wa chuoni, sio mcha Mungu, lakini maadam tu unapata ndoto hizi, wallahi wa billahi, hakika wewe ni mtu mkubwa na umechaguliwa na Mungu. Wewe ni umechaguliwa maalum na Allah jalla fi'ala. Na vile vile kwa hali hii, ikiwa kweli unapata ndoto hizi, basi una nafasi kubwa mbele ya Mungu, na hakika itumie nafasi yako katika kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili chochote Mungu aweze kukufanyia, kwa sababu wewe tayari upo katika nafasi kubwa, na nafasi yako wewe kwa kuota kwako ndoto hizi, basi unachomuomba Mungu hakunyimi, kwa sababu Mungu kashakufanya kuwa ni katika watu wake wa nguvu sana. Kwa hiyo hizo ndizo ndoto ambazo ukiziota, hakika wewe ni mtu ambaye upo karibu sana na Mungu, wewe ni kipenzi cha Mungu sana, na hakika wewe umechaguliwa na Mwenyezi Mungu kuwa ni katika marafiki zake, au kuwa ni watu wa karibu zaidi na Allah jalla fi'ala. Ni ndoto gani hizo? Kwanza kabisa nirudie kusema tena, mimi ni mgonjwa ndugu zangu, bado ninaumwa na ninafanya hizi video, lakini nikiwa bado mgonjwa. Inshallah nataraji dua zenu, Allah anipe afya. Nina typhoid, nina malaria, nina nini wanaita hizi, nina kikohozi, nina mafua, yani vitu vyote ninavyo mimi. Allahu akbar. Lakini kuumwa ni ibada. Inshallah naamini kabisa nipo katika mtihani wa kufanya ibada. Hii ni ibada Allah amenipa inshallah. Sasa basi, wakati tunaendelea na darasa letu, pia naomba nikumbushe zile bukhuri zetu. Kwa wale ambao bado hawajapata bukhuri zao, wasisahau bukhuri zetu zile tulisema zina material 11, ambazo bukhuri hizi ili uipate sharti ututumie jina lako, alafu tulifanyie uchunguzi jina lako, kisha ili jina lako tukishalifanyia uchunguzi, ndipo sasa tupate sura yako ya Qur'ani, na kisha ile sura yako tutaisoma ndani ya bukhuri hii yenye material 11. Alafu bukhuri hii tutakwambia ipokee popote pale ulipo, mkoa Dar es Salaam, popote pale tutakutumia. Sadaka yake ya bukhuri hii ni shilingi 50,000. Ukiipokea bukhuri hii utachoma, utachukua shuka kubwa
utajifunika mwili mzima, alafu utachoma ndani ya shuka. Wallahi, manuksi, mamikosi, mabalaa, kila aina ya ubaya utakuondoka na mwili wako utakuwa safi na salama. Na kama baraka zako zilikuwa ndogo, kheri zako zilikuwa ndogo, wallahi kheri zote zitakuja, baraka zitarejea, nyota yako itasafishika, itakuwa safi, itaamka na itafanya kazi ipasavyo. Na vile vile kama unachoma kwenye nyumba, basi itakutengenezea ulinzi bora kabisa. Na kama unachoma katika biashara ya aidha duka ama biashara yako yoyote, basi inakwenda kuondosha ubaya wote, nuksi zote katika biashara, mambo yanakuwa safi na salama. Ni kakopo kadogo kama unavyokaona, lakini gharama yake ni shilingi 50,000. Maana yake kazi zake ni hatari kuliko unavyofikiria, insha Allah. Lakini mwisho pia nakumbusha kwa wale ambao walitoa oda ya bukhuri zao, tumepoteza majina namba zao za simu, lakini majina yao tunayo insha Allah. Taarifa zao zote tunazo, namba tu za simu za ile daftari yetu ilipotea. Insha Allah, naomba ukiona video hii watutafute ili tuweze kuwatumia bukhuri zao. Ukituona taja jina lako tu, mimi naitwa fulani fulani. Tukiangalia katika orodha yetu tutaona na tutakumbuka kwamba wewe ni wa wapi, unatoka sehemu gani, na tutakutumia bukhuri yako. Na inshallah tunazo bukhuri takriban 20 ambazo zipo kwa sasa. Tunaomba yoyote ambaye anazitaka awe makini kufanya haraka, isiyekaa tena baadaye ukaanza kuagiza bukhuri zimeshakwisha tukaanza kukusubirisha tena, itakuwa mtihani inshallah. Sasa moja kwa moja tuendelee na darasa letu katika siku hii ya leo. Ukiota ndoto hizi, hakika wewe ni kipenzi cha Mungu, na hakika wewe upo karibu na Mungu, na hakika wewe umechaguliwa na Mungu kuwa ni katika watu wa Allah ambao unaweza ukamwomba Mungu lolote na Mungu akakupatia kwa haraka. Ndoto ya kwanza tunasema ru'ya al-Ka'bati al-musharrafati. Ru'ya al-Ka'bati al-musharrafati, kuiona al-Kaaba tukufu katika usingizi wako. Ikiwa usingizini mwako utaota umeiona al-Kaaba, basi hakika wewe ni mtu mkubwa, wewe upo karibu na Allah, wewe ni kipenzi cha Mungu, hakika wewe unapendwa na Allah. Wallahi, itumie nafasi yako katika kumwomba sana Mungu dua, kwa sababu wewe ni kipenzi chake Allah jalla fi'ala. Hiyo ni ndoto ya kwanza. Ndoto ya pili, ru'ya rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Ikiwa utamuota mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wallahi ukimuota mtume, hakika kabisa wewe ni kipenzi cha Mungu, wewe unathaminiwa sana na Mungu, wewe ni katika mukhtar, Allah amekuchagua kuwa ni katika watu wake. Sasa fanya juhudi, muombe Mwenyezi Mungu chochote, wallahi Mungu atakupa. Wewe ni kipenzi cha Mungu my friend. Usifanye maskhara, acha utani, muombe sana Allah atakupa unachokitaka, kwa sababu wewe ni kipenzi cha Mungu na wewe ni kipenzi cha Rasuli Muhammad salawatullahi wasalamuhu alayhi. Hiyo ni ndoto ya pili. Ndoto ya tatu tunasema ru'ya al-masjidil haram, mtu kuota ameuota msikiti mtukufu wa Maka, aidha umeota msikiti wa Madina kule kwa mtume. Hakika ukiota ndoto umeuota msikiti wa Maka, ndugu yangu, hakika wewe ni mtu mkubwa, wewe ni mtu mtukufu, wewe ni mtu mwema, wewe ni mtu mzuri. Wallahi, kilichobakia wewe ni kuomba dua tu dhidi ya mambo yako. Allah hawezi lazima pazia lako alifungue la dua zako. Pazia huna katika dua, muombe Mungu chochote, Allah atakupa bila ubishi, bila mashakili yoyote. Hiyo ni ndoto ya tatu. Ndoto ya nne tunasema ru'ya al-Qur'anil Karim au qiraatihi.
kuiota Qur'ani tukufu, iwe msahafu, iwe juzuu, ili mradi ni Qur'ani, au qiraatihi, au unaisoma Qur'ani. Ukiota ndoto yoyote katika hizi, umeiota Qur'ani inasomwa, au umeuona msahafu au juzuu, au wewe mwenyewe unasoma, au mtu mwingine anasoma, basi ndoto hii wallahi wewe ni mtu mtukufu sana, wewe ni mtu mkubwa, wewe ni mukhtari, Mwenyezi Mungu amekuchagua. Mimi binafsi katika ndoto ambazo nimekuwa nikiziota ni ndoto ya kusoma Qur'an. Mimi hapa nimekuwa nikipata ndoto za kusoma Qur'an, lakini sio leo, tangu mtoto nikiwa katika kambi ya tahfidhi al-Qur'ani, kambi ya tahfidhi al-Qur'ani chini ya almarhum Sheikh Juma Hassan Mpondo, kambini nikihifadhi Qur'ani. Wallahi nimekuwa nikiota sana nasoma Qur'an, na baadhi ya nyakati nimekuwa nikiota Qur'ani tu inapita mbele yangu ina maandishi ya dhahabu. Baadhi ya aya nimekuwa nikiziota zinasema inna Allaha ma'as sabirin. Hizi nimekuwa nikiziota sana, tena zinapepea pepea namna hii. Wallahi nimeota sana ndoto hizi. Naamini mimi ni miongoni mwa watu wa karibu na Mungu. Yaani sio kwamba labda najisifu, nasema ukweli. Mimi ni miongoni mwa watu karibu na Allah jalla fi'ala. Hiyo ni hakika kabisa, sio uongo. Kwa sababu tumeambiwa na wanawachuoni. Kwa hiyo na uthibitisho juu ya hilo. Nikiwa katika chuo katika usimamizi wa mwalimu wangu, mzee wangu, mzazi wangu, almarhum Sheikh Juma Hassan Mpondo, mwamba huyu ambaye alitusimamia utafikiri katuzaa mwenyewe. Yani ilikuwa tunasoma Qur'ani na anasimama kuhakikisha tumeswali, na anahakikisha tumeingia katika darasa yake ya tafsiri ya Qur'ani, na anakuja kutuuliza mnaswalije, mkiwa mnaswali mnasoma nini, mkirukuu mnasoma nini. Yani kila kitu alikuwa anatufuatilia maskini Sheikh wetu, Mwenyezi Mungu amrehemu. Sheikh Juma Hassan Mpondo alikuwa ni mtu muhimu sana kwetu. Alitufanyia makubwa na alitunyosha katika reli, mashaallah. Alikuwa ni shekhe wa aina yake. Kwa sasa ametangulia mbele ya haki, ni kama miaka 10 au zaidi iliyopita. Mwenyezi Mungu amrehemu insha Allah. Ametusimama na sisi tukiwa bado vitoto vidogo sana. Ndoto nyingine tunasema kwamba ru'ya nuri sati'i, kuona nuru yenye kung'ara katika ndoto. Ukiona nuru inang'ara katika ndoto, wallahi wewe ni katika watu wa kheri. Kuona nuru inang'ara katika ndoto, wewe ni katika watu wa kheri. Je, umewahi kuota ndoto ya namna hii? Ikiwa kweli umewahi kuota ndoto hii, hakika wewe ni mtu mkubwa, mtu mzito. Fanza sana dua kwa ajili yako na ufanyie wenzako dua, na Mungu atakushika mkono na dua zako zitakuwa makubuli, na wewe mwenyewe utakuwa unashangaa. Kwa nini? Kwa sababu Mungu kakuchagua, wewe mwenyewe haujui. Jambo lingine tunasema ru'yal ma'i safi, kuota maji safi. Umeota mto unapitisha maji mazuri masafi, au unayo maji katika chupa, maji safi, au vyovyote vile, ili mradi tu upo na maji masafi, hakika wewe ni katika watu wa kheri. Kilichobakia wewe ni kumalizia tu kuomba dua, kumuomba sana Mwenyezi Mungu dua. Wewe dua zako hazitokuwa lazima zitakuwa ni zenye kukubaliwa, hazitokuwa ni zenye kuachwa, kwa sababu wewe ni mtu wa Allah ulio karibu yake. Wewe ni rafiki wa Mungu, anta habiballah, wewe ni kipenzi cha Mungu. Omba sana dua ukiwa utapata ishara ya ndoto hizi. Wallahi Mwenyezi Mungu atakufanyia makubwa na mazito na sahali katika maisha yako. Ndoto nyingine ya 9 tunasema ru'ya libasil abyad. Allahu akbar. Kuota nguo umevaa nguo nyeupe.
Kuota ndoto umevaa nguo nyeupe, kanzu, t-shirt, suruali, yani umpiga full white kuanzia juu mpaka chini. Umeota ndoto umevaa nguo nyeupe, hakika wewe ni kipenzi cha Allah. Wallahi nakuhakikishia wewe ni kipenzi cha Mungu. Soma dua sana, Mungu atakukubalia mambo yako, na uwaombee sana ndugu zako na jirani zako na watu wako. Allah atakukubalia sana mambo yako insha Allah. Na ndio maana tunashauriwa sana siku ya Ijumaa, tunapokwenda kuswali yaumul Jumaa, tupende sana kuvaa mavazi meupe. Mavazi meupe ni ishara ya upendo, ishara ya kheri, ishara ya baraka, ishara ya kila kilichokuwa kizuri. Jambo la mwisho kabisa ambalo ni la 10 tunasema ru'ya, hii ndo jambo la 9, la 8 nafikiri. Tunasema ru'ya duai wa dhikri. Ru'ya duai wa dhikri. Ikiwa utaota, ikiwa hili ni jambo la 7, ikiwa utaota unaomba dua au unafanya dhikri, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, au dhikri yoyote ile unaifanya, subhanallah, subhanallah, au vyovyote vile, basi hakika wewe ni kipenzi cha Mungu. Tumia nafasi yako hiyo ya kuwa kipenzi cha Mungu katika kuomba dua, katika kujiombea, na vile vile tumia nafasi yako kuwaombea ndugu zako dua, jamaa zako, marafiki zako, wazazi wako, waombee sana. Hakika wewe ni kipenzi sana cha Allah jalla fi'ala. Jambo la 9 tunasema ru'yal jannati au naimiha, kuota pepo au neema za pepo, neema zake za pepo. Ikiwa utaota ndoto hizi, wallahi wewe ni kipenzi cha Mungu. Umeota pepo, aidha umeota uko peponi pengine. Ikiwa unaota uko peponi, wallahi wewe ni kipenzi cha Mungu. Wewe ni kipenzi cha Mungu. Au unaota neema za peponi unaziona, unakutana na wale mahurul ain au vinginevyo, vyovyote vile unakutana na zile neema za peponi, basi hakika wewe ni kipenzi wa Mungu. Itumie nafasi yako katika kuomba sana dua. Hakika wewe upo karibu sana na Allah, na Allah atakufanyia sahali katika maisha yako insha Allah. Waombee sana ndugu zako dua, wewe ni kipenzi cha Mungu bwana. Jambo lingine la mwisho ambalo ndilo jambo la 10 tunasema ru'ya salihina wal ulamai, kuota unawaona watu wema au maulama. Unawaota maulama. Mimi binafsi nimewahi kumuota shekhe wangu, sio shekhe mmoja, mashekhe wengi. Kwanza kabisa niliwahi kumuota Sheikh Juma Hassan Mpondo, mwalimu wangu wa mwanzo kabisa. Nilimuota mimi marehemu, lakini nimemuota mara 3 mfululizo. Sheikh Juma Mpondo nimemuota. Hatua ya pili, mimi nilimuota Sheikh Yahya bin Husaini. Sheikh Yahya Husaini ni mmoja pia ya walimu wangu. Wallahi nilimuota Sheikh Yahya Husaini. Jambo la 3, mimi niliwahi kumuota Sheikh Yusuf Subki. Huyu hajafa, ni mzima, sio marehemu huyu, lakini mimi nimemuota. Na shekhe wa mwisho mimi kumuota Dr. Ahmed Rashid, ni Misri, ni katika walimu wangu. Huyu alikuwa ananipenda ajabu ya Rahmani. Sijawahi kuona upendo kama wa huyu shekhe. Ni shekhe wa Kimisri, lakini wallahi kuna muda alikuwa ananifuata mimi darasani nikiwa katika kipindi. Anakuja, anamkuta mwalimu wa darasa, anamwambia mwalimu, nina shida na mtu mmoja anaitwa Muhammad Kundian. Basi mwalimu anakuja, yalla ya Muhammad, Sheikh yad'uka yalla. Basi mimi natoka, namwambia man? Ananiambia Dr. Ahmed Rashid. Basi mimi natoka na kwenda ofisini. Nikiingia tu hatua ya kwanza namkuta shekhe kakaa na wageni.
sometimes kunakuwa kuna wageni wa Kimasri, shekhe ananipokea, ananikumbatia, yalla yalla yalla, karibu karibu, basi naingia pale. Anachopenda yeye shekhe ananiambia, yalla ya Muhammad, istamiru maa alqiraat alquran, soma kisomo cha Qur'ani, soma. Yani anapenda mimi nikiingia ofisini nimsomee Qur'ani mbele ya wageni wafurahi, alafu nikimaliza ananiambia soma kama anavyosomaga Sheikh Yahya Hussein, maana nilikuwa nimemkopi Sheikh Yahya Hussein katika usomaji wake. Usomaji wa Sheikh alikuwa anasoma kwa madoido fulani, kwa hiyo ananiambia hebu soma na staili hiyo, basi naanza zile laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqq latadkhulunna al masjidil haram insha Allahu aminin. Alafu nafanya hivi kama alivyokuwa anafanya Sheikh Yahya Hussein, laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqq. Ndivyo alivyokuwa anasema hivyo Sheikh. La tadkhulunna masjid, la tadkhulunna al-masjidil haram. Sheikh ndo alikuwa anapita mapito haya. Laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunna al-masjidil haram. Kwa hiyo nilikuwa napita mifumo ya Sheikh Yahya Hussein, lakini hapa ninaumwa, sijampatia sana nilivyosoma, sijampatia sana kwa sababu nina mafua, kikohozi na mengine, lakini inshallah ipo siku nitakuja kusoma kopi ya Sheikh Yahya Hussein hivyo hivyo, kila mmoja atapata kuijua. Dr. Ahmed Rashid alikuwa ni kipenzi changu sana sana sana, alikuwa ananipenda sana, alikuwa ananipa sana mablagh fulus, pesa sana sana sana, mpaka baadhi ya watu walikuwa wananiuliza, wewe daktari umempa nini huyu Sheikh? Inshallah hata walimu wote chuoni walikuwa wanajua kwamba mimi napendwa sana na Sheikh Dr. Ahmed Rashid. Alikuwa kipenzi changu sana, mwalimu wangu lakini kipenzi changu. Lakini huyu pia nimemuota mara kadhaa, Dr. Ahmed Rashid. Kwa hiyo mimi ninaamini kuwaota watu wema ni moja kati ya mambo ya kheri na mambo ya baraka inshallah. Inshallah nafikiri huo utakuwa ni mwisho wa darasa langu. Ukijiona unaota ndoto kama hizi, hakika wewe ni kipenzi cha Mungu, unapendwa na Mungu, na hakika wewe unaweza kuruhusiwa kuomba dua yoyote na Mwenyezi Mungu akakujibu haraka sana. Tumia nafasi yako kuomba dua, Allah atakujibu kwa haraka sana insha Allah. Mwisho kabisa, usiache kusubscribe, usiache kushare ili na ndugu zako wapate kuziona darasa zetu hizi insha Allah. Lakini pia leo naomba niwakumbushe nini zile tunasema wifi yetu imekwisha, imefikia kikomo. Wale vipenzi vyetu ambao huwa wanatufanyia mchakato wa wifi yetu ni 100,000. Wakipatikana watu wawili wakatoa 50,000, jambo limekwisha, tunalipia wifi mpya insha Allah. Kwa hiyo naomba mtupe kampani kama mlivyozoea kutubeba. Video zetu kila zinavyokwenda mtakuwa mnapata thawabu. Wifi imekwisha. Wifi yani maana yake imebakisha siku hizi 2 days iweze kukata moja kwa moja. Maana yake hapo tutashindwa tena kurusha video, tutakuwa tunaanza kuhangaika na wifi za watu.
Kwa naomba ndugu zangu msifanye ajizi. Changamkieni pepo, changamkieni baraka na kheri. Yoyote atakayetutumia gharama za wifi tutamuombea dua insha Allah, hatutomwacha hivi hivi insha Allah. Ulikuwa nami Muhammad Kundia, usiache kusubscribe. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.